Hii ikiwa ni baada ya kupatwa na umauti uliomfika tarehe 29 Septemba 2025 kwa ajali ya gari maeneo ya wilaya ya Butiama. Imeelezwa alikuwa akitokea Msoma na alikuwa anaenda Butiama kwa ajili ya kazi. Lakini akiwa njiani, basi siku yake ikawa imefika mwisho, kapatwa na umauti baada ya ajali ile. Nimeangalia tarehe za kuzaliwa. Isaya alikuwa kijana mdogo. Tarehe aliyozaliwa mimi nilikuwa tayari nimeshaajiriwa, niko kazini. Lakini kuna kitu nimekiona pale, labda ndio maana tunapata majonzi sana. Nishawahi kuzungumza, kuna watu walinieleza, lakini sina hakika ya ukweli wa jambo hili. Watu wanasema binadamu hufikwa na umauti, ile tunaita natural death, mwezi aliozaliwa, mwezi mmoja kabla au mwezi mmoja baada ya. Nikitizama tarehe zile, hiki hakikuwa kifo cha asili. Ndio maana wote tumepata majonzi makubwa sana. Kingeweza kuepukika, tungeweza tukawa naye leo, lakini ndo tunasema bahati mbaya imeshatokea. Bahati mbaya imetokea. Tumuombee. Basi kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Mara, nitoe pole sana kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wachimbaji wadogo wote na waombolezaji wenzangu kwa msiba huu mzito. Bwana Isaya atakumbukwa kwa mengi, yameelezwa hapa, kubwa likiwa ni uchapakazi, lakini jambo la pili ni ukarimu aliokuwa nao, kwa mkarimu na rafiki wa kila mtu. Binafsi nilimfahamu na tulishakutana karibu kwenye vikao viwili vitatu. Alikuwa ni mtu wa kutafuta suluhu panapokuwa na changamoto. Na kama alivyosema mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Mara, mimi ni mlezi wa kikundi kile cha Irasanilo. Kwa hiyo sasa tulikutana mara nyingi. Kuna changamoto tulikuwa tunaishughulikia na yeye alikuwa miongoni mwao. Kikao cha kwanza kilikuwa kigumu kweli, lakini alikuwa miongoni mwa watu waliotoa maoni mazuri sana ambayo yalituwezesha hatimaye kupata muafaka wa kadhia iliyokuwepo wakati ule. Na sasa hivi nimeambiwa pale mnachimba vizuri kwa uelewano mzuri sana. Hongereni kwanza kwa hilo. Lakini amesema hapa RMO yetu Isaya alipata taji ambazo zilikuwa
ni za kutambua nafasi yake katika mkoa. Ni wangapi miongoni mwetu wamewahi kuvikwa taji kwa kutambuliwa mchango wao katika mkoa? Ni wachache sana, si ndio? Sisi sijapewa hiyo taji, lakini yeye alitambuliwa kwa mchango wake kama meneja bora, kiongozi bora, na si mara moja tu, mara 2, 3. Na mgodi ule wa Irasanyiro sasa nao ukapata tuzo za kitaifa kwa sababu ya uongozi wake. Niseme tu, msiba huu si pengo kwa familia tu, ni pengo na pigo kwa jamii ya Irasanyiro, ni pengo na pigo kwa Wanamara. Tumepoteza mtu muhimu sana katika sekta ya uchimbaji madini kwenye mkoa wetu, na tunapokwenda kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele, ni waombe wale madereva, wewe unaendesha gari, pikipiki, vyombo vyote vya moto hivi, hebu twendeni taratibu tu, tutafika. Sijui tunaelewana? Twendeni, tutafika tu. Lakini naomba nitumie pia fursa hii kuliagiza Jeshi la Polisi mkoa wa Mara kuongeza kasi ya ukaguzi na doria za mara kwa mara barabarani ili kuhakikisha basi watumia barabara wote wanazingatia sheria za usalama barabarani. Ndugu zangu Wanamara, tuwe wavumilivu tukishughulikiwa na polisi. Bora tuchelewe. Wangapi wanasema bora tuchelewe? Tuchelewe lakini tufike salama, si ndio? Wangapi wananiahidi watabadilika, watakuwa kama mimi, wale madereva? Wangapi tumebadilika? Muwe kama mimi, sawa? Tusiende huku, tutafika tu. Sijui tunaelewana? Boda boda na nyie ndugu zangu, utafika tu. Punguza speed. Msiba huu unatia machungu sana. Basi kwa namna ya pekee naomba pia nitoe salamu za pole kutoka kwa aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Butiama, Mheshimiwa Moses Kaegele, ambaye alifanya kazi kwa karibu sana na Irasanyiro. Alipopata taarifa za msiba huu alinipigia, akaniambia wao walikuwa marafiki kabisa na walikuwa wakionana mara kwa mara, na hata alipoondoka kwenda Rukwa kugombea ubunge wameendelea kuwasiliana. Ameniomba nifikishe salamu za pole, sema yuko pamoja na nyie familia. Msiba huu ni wetu sisi sote. Mimi huwa si mpenzi sana wa kuongea kwenye misiba,
kwa sababu huwa nakosa maneno sahihi. Huwa najua adhara nilionayo inahitaji kuponywa, inahitaji kupoozwa maumivu yaliyotokea. Lakini sasa ujeshi umenikaa sana. Kwa hiyo kama kwenye hotuba yangu nimeingiza na mambo hapa ya amri, mnivumilie. Lakini naendelea kusisitiza, twende polepole, tutafika. Sijui tunaelewana? Basi baada ya kusema hayo, nirudie kwa familia, kwa maana ya mjane, watoto, baba na mama na wakwe zetu. Poleni sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe moyo wa subira na nguvu ya kustahimili jambo hili gumu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina Bwana lihimidiwe. Sana 9 tarehe 28 tulikuwa tuna mpango mkubwa sana wa kufanya pale Irasanilo. Jana nilimuahidi na leo ninamuahidi tena, lile jambo ambalo tulikuwa tunataka kulifanya tarehe 30, Mungu akiendelea kunipa uhai wa kuendelea kuwa afisa madini mkazi mkoa wa Mara, tutalitekeleza. Nina uhakika Biblia zinasema watu wakifariki wanakuwa wamelala. Ninaamini Isaya atakuwa amelala, labda anaweza akawa anaotuona tunayoyafanya. Sitamuangusha kwenye yale ambayo tulikuwa tumeyapanga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwenye kongamano letu la madini mwaka huu, kama unakumbuka, meneja Isaya alipata tuzo ya meneja bora wa mkoa. Sio tuzo hiyo tu, Isaya ameusababishia mgodi wa Irasanilo kupata tuzo nyingi sana za kitaifa. Mgodi wa Irasanilo umeshachukua tuzo mara 2 za ukusanyaji wa kodi za serikali kitaifa. Mgodi wa Irasanilo umeshachukua tuzo mara 3 ya utunzaji wa mazingira na usalama kitaifa. Haya yote ni kutokana na uongozi mzuri ambao ulikuwa unaongozwa na Isaya. Isaya alikuwa ukimtuma anafanya. Kuna inspector mmoja amelazwa hospitali anaumwa. Juzi tulikuwa tunawasiliana na Isaya, tunamsaidiaje? Juzi tu hapa kabla hajafa, Ijumaa, amefariki Jumatatu, Ijumaa alinitumia message, kiongozi, tumeshalipia matibabu kule hospitali na pia tumemtumia mke wa mgonjwa milioni 1 kwa ajili ya msaada. Ni mtu ambaye ulikuwa unamtuma majukumu anayafanya. Sasa jana nilimpatia Isaya tena tuzo ya mwisho, akiwa amelala kwenye kitanda chake cha mwisho. Tunajifunza nini? Leo nataka niseme mambo mawili. Isaya tuna sifa zake nyingi sana ambazo tunaweza kuzisema hapa na siku nzima watu wakaongea tu sifa za Isaya. Lakini sasa Isaya ameondoka. Sisi tunabaki vipi kwenye kuyaenzi yale ya Isaya? Managers wote ambao wako mkoa wa Mara, idara za ukaguzi zote ambazo ziko mkoa wa Mara, vijana wote ambao tupo, tunamuenzi vipi Isaya? Msiba wake unatufundisha nini? Jana wakati tunatoka na msafara kutoka mochwari kwenda Buhemba, unaangalia unasema, I say, huyu kijana hatujui alivyofariki yuko wapi. Lakini watu waliobaki wanakuonyesha kwamba anaweza akawa yuko wapi. Ni upendo mkubwa sana ambao
watu tuliobaki tunaonyesha kwa Isaya. Tufikirie na sisi kesho yetu. Ukifariki wewe ukiwa umelala, watu watakuwa wanakuchukuliaje wewe? Sekta ya madini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ina changamoto nyingi, ina migogoro mingi. Unaitatuaje hiyo migogoro na kuwa chachu ambayo kesho watu watakusoma hata ukiwa umeondoka, au utafariki watu watasema bora kafariki huyu jamaa? Hilo ndio fundisho kubwa ambalo ninatamani sisi vijana, viongozi wote ambao tuko kwenye eneo hili tujifunze. Tuyaenzi yaliyo mema ili tukiondoka tuwe tumeacha kitabu kizuri. Rai yangu kwa wachimbaji, watafutaji wa pesa, umma wote na taasisi zote, tuwekeze kwa watu, tuwekeze pia kwenye uchumi kiasi. Matumaini naye, maana yeye amesababisha Irasanilo kuwa mkusanyaji wa mapato sahihi katika taifa letu, na watu wanaohitajika katika taifa ni wale wanaoleta mchango katika taifa. Alikuwa anachukia utoroshwaji wa mapato ya serikali, na kwa namna hiyo unaweza ukaona kwa awamu zote tatu tumeongoza kama mgodi unaoongoza kwa mapato ya serikali Tanzania.